Kabla kumzungumzia Jonathan, tuanze na kesi ya Kennedy Musonda. Unajua Musonda ndani ya Yanga kuendelea kuwepo mpaka leo hii yuko pale ni kama bahati tu kwa upande wake. Kwa sababu nakumbuka dirisha kubwa la usajili lililopita, kuna mchezaji Yanga alikuwa anamtafuta wa kigeni ambaye nafasi yake alikuwa anakuja kuchukua nafasi ya Musonda kwenye zile nafasi za wachezaji wa kigeni. Ndio wakasema Musonda anaweza kaenda TP Mazembe. Yes, sikumbuki ni mchezaji gani kama sio huyo Jonathan Soa. Yanga walikuwa na muhitaji, mwisho wa siku lile dili halikufanikiwa. Then Kennedy Musonda ndo akafanikiwa kurudishwa ndani ya klabu ya Yanga. Tena ilikuwa mwishoni kabisa akarudishwa ndani ya timu. Kwa swala la yeye kuondoka ndani ya klabu nadhani liko wazi kabisa, sioni nafasi yake tena. Hata sio tu kwamba Yanga walikuwa na mpango wa kuachana naye, hata sasa hivi ndani ya kikosi cha Yanga huioni nafasi yake tena. Sababu tumezungumza hapa baadhi ya option kwenye eneo la striking ya Yanga. Yuko Prince Dube. Kama Dube hatopatikana, Clement Mzize nimetoka kuzungumza kwamba anaweza kuhudumu kwenye ile nafasi. Kwa hiyo anakuja yeye kama mshambuliaji wa tatu. Lakini still kuna hii tetesi unaoizungumza hapa ya Jonathan Soa pengine kuhamishiwa ndani ya klabu ya Yanga, kitu ambacho nadhani ni swala la muda tu, mimi niseme hivyo pia, kwa sababu Kennedy Jonathan Soa, moja ya mazungumzo yake na waandishi wa habari ashawahi kuweka wazi kabisa kwamba engineer ni kama baba yake na Yanga ni kama nyumbani. Kwa hiyo na natukumbuke Yanga walikuwa wanahitaji huduma yake sana. Kwa hiyo swala la yeye kuhamia Yanga na tuongeze tu nyingine hapa kama kushindilia msumari. Singida na Yanga wamekuwa watu wa karibu sana kiasi kwamba kushuhudia transfer za wachezaji baina hizi timu mbili, yani ni achapu tu, akatoka hapa akahamia upande wa pili. Sasa swala la nafasi ndani ya kikosi cha Yanga nadhani nafasi anayo kwa sababu anayo kwa sababu ukitazama takwimu zake Jonathan Soa ni mmoja wa wachezaji ambao kwenye kukonvert nafasi anaonekana ni mfanisi zaidi. Tunamzungumzia mchezaji ambaye kaingia dirisha hili dogo la usajili, kacheza mechi kama 8 hivi, ana magoli 7. Kwa kafunga kila game. Ana wastani wa kufunga karibia kwenye kila mchezo. Na kwenye timu aliyoko sio timu ya kariba ya Yanga kusema nafasi zinatengenezwa nyingi sana, zingine anazipoteza. Ukimfuatilia yeye kama mchezaji, kila nafasi anayofanikiwa kuipata uwanjani anajitahidi kwa uwezo wake aitumie.